Miaka michache iliyopita, vitongoji vingi vilivyopo katika mkoa wa Mtwara ambao umejizolea umaarufu kwa zao la korosho vilikuwa vimezungukwa na giza totoro. Wananchi walitegemea chemli, sola pamoja na vibatari kama nishati ya mwanga. Lakini leo hali ni tofauti baada ya wakala wa nishati vijijini REA kufikisha umeme katika zaidi ya vitongoji 2354 kati ya vitongoji 3421 vya mkoa huo, na kazi inaendelea katika maeneo yaliyosalia. Akizungumza Oktoba 18 mwaka 2025 wilayani Newala, msimamizi wa miradi ya REA mkoani Mtwara, Mhandisi Daniel Limwandupe, amesema miradi hiyo ni sehemu ya mpango wa serikali wa kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma ya umeme kwa gharama nafuu, ambapo kwa sasa wanaendelea kutekeleza miradi mikubwa miwili yenye thamani ya shilingi bilioni 73.5 inayohusisha usambazaji wa umeme katika vitongoji 611 kati ya 1067 vilivyosalia. Na wakala wa nishati vijijini REA kupitia miradi mbalimbali umefanikiwa kufikisha umeme katika vijiji vyote 785 vya mkoa wa Mtwara, na kwa sasa hivi REA au wakala wa nishati vijijini imelenga kufikisha umeme katika vitongoji ambavyo vimebaki, na kwa mkoa mzima wa Mtwara kuna jumla ya vitongoji 3421. Kati ya vitongoji 3421, vitongoji 2354 vimeshafikiwa na umeme ambavyo ni sawa na 69%. Vimebaki vitongoji 1067 ambavyo ni sawa na 31% ambavyo bado havijafikishwa huduma ya umeme, na katika vitongoji hivyo 1067 vitongoji takriban 611 vimewekwa kwenye mpango wa kufikisha umeme mpaka sasa hivi kwenye miradi inayoendelea ambayo ni miradi ya Ujazirizi 2C yenye vitongoji 461 pamoja na miradi wa Ujazirizi 2A wenye vitongoji 150. Kuanzia mwaka 2020 kwenda 21 mpaka 2025 mwaka tunaoongea sasa hivi, REA imefanikiwa kufanya miradi 6 takriban kwa mkoa wa Mtwara yenye jumla ya gharama ya bilioni 187.6. Siku ya leo tupo katika wilaya ya Newala na tunafanya uhamasishaji pamoja na kuwasha umeme katika mradi wetu wa Ujazirizi 2C ambao unaendelea, na tumefanikiwa kuwasha umeme pamoja na kuhamasisha katika vitongoji 4 kati ya vitongoji 39 ambavyo vimechukuliwa na vimewekwa kwenye mradi huu katika wilaya ya Newala, na tumefanikiwa kufikia vitongoji vya Masasi, Mnambe, Butiama pamoja na Mkeni. Tumejaribu kuongea na wananchi na kuelezea umuhimu wa kujaribu kutunza miundombinu ya miradi ambayo imefikishiwa na serikali kwa kutumia gharama kubwa za fedha ili kuweza kuwafikishia huduma hiyo wananchi wake. Tumewaomba wananchi wawe kuwa walinzi wakuu wa miundombinu hiyo. Cha pili, watumie manufaa ya umeme huu ambao umefika kwenye vitongoji vyao kwa ajili ya kujiendeleza katika shughuli zao za kiuchumi, kufungua viwanda vidogo vidogo pamoja na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Jaina Msuya ni afisa maendeleo ya jamii mwandamizi kutoka REA. Hapa anawahimiza wananchi kuchangamkia fursa ya kuunganishiwa umeme kwa bei ya ruzuku ya shilingi 27,000 ili kuboresha maisha yao, huku pia akiwaasa wananchi hao kuhakikisha wanalinda miundombinu ya umeme, kwani serikali imetumia fedha nyingi kuhakikisha huduma hiyo inawafikia. Sasa hivi tukitoka hapa wote tunaenda kufanya nini pale juu? Tunaenda kwenye transformer kuwasha. Mtashuhudia leo tunawasha transformer yenu. Hiyo sio ya kwetu, ni ya kwenu, kwa sababu miundombinu inabaki na nyinyi, transformer inabaki hapa na nyinyi. Naondoka mimi tu sasa kama naondoka mimi tu, transformer inabaki, waya unabaki, nguzo inabaki. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba miundombinu ni mali yenu nyinyi, mnabaki nayo, na ili wanufaishe mnatakiwa muitunze miundombinu hii ya kuunganishia umeme. Kwa hiyo jambo la kwanza, tunza miundombinu ya kuunganisha umeme ili ikunufaishe. Kwa hiyo mimi ni ombi langu kwamba muunganishe umeme kwa wingi. Idadi yenu katika kitongoji ni 51, na niwaambie tu kitu kimoja. Umeme una faida nyingi. Umeme unaweza kubadilisha maisha yenu, unaweza ukafanya biashara. Zipo za aina nyingi. Hapa mnalima? Mna mashine ya kusaga? Mashine upande wenu hamna mashine. Sasa wakati umefika mnakuwa na mashine yenu, hamna kwenda kwa majirani tena. Ni wakati wenu kufanya nini?
Uwekezaji. Hii miradi ni ya kiuchumi, ni miradi ya uwekezaji. Miradi ya umeme ni miradi ya kuwezesha wananchi kiuchumi na kiuwekezaji. Katika kitongoji cha Amkeni wilayani Newala, wananchi hawakuficha furaha zao baada ya kupokea mwanga wa umeme kwa mara ya kwanza katika historia ya kitongoji hicho, huku mwenyekiti wa kitongoji hicho Bwana Sharifu Said akisema kufika kwa umeme ni mabadiliko makubwa kwa wananchi, lakini pia utaongeza usalama katika kitongoji hicho. Nimejisikia raha sana kuwa mteja wa kwanza kuwashiwa umeme huu wa REA. Sasa tunaweza kunywa vinywaji baridi. Wateja wangu watafurahia sana huduma yangu, kupata vinywaji vilivyopoa, kwa maana wameteseka kwa muda mrefu sana kunywa vinywaji ambavyo havijapoa. Namshukuru Mungu vilikuwa vinatoka kinguvu hivyo, ila kwa sasa hivi naamini hata biashara itachangamka. Tumeupata umeme, tutautumia vizuri. Ni tofauti na sola. Sola kwa kweli, sola mimi niliweka tu kama taa. Sikuwa natumia kupozesha vinywaji. Ni kwa ajili tu ya taa, japokuwa nayo kuna muda ilikuwa inazima, inawaka, changamoto kama hizo. Ila kwa sasa kwa kuwa tumeupata umeme, nadhani tutautumia vizuri na kutokuwa na shida yoyote. Mimi nawashauri wana kitongoji wenzangu waweze kulipia mapema ili na wao wapate huduma ya umeme, wapate kunufaika kama mimi. Nashukuru ni sana. Nimefurahi sana tu kupata mwanga katika eneo letu hili la Mkeni. Wakati wa nyumba ilikuwa giza mno, wadudu wengi wanatoka huko chini kabisa kwenye wadudu wengi wanakuja hapa kutudhuru. Kwa kweli nashukuru serikali ya Tanzania na wafanyakazi wote, pia pamoja na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutuletea umeme katika kitongoji chetu hiki. Matarajio ambayo tunatarajia kuyapata baada ya kupata umeme, ina maana wale vijana ambao walikimbilia mjini sasa hivi watarudi huku kupata fursa za kuchomelea, wale wa mafundi umeme, magari, pamoja na watu wengine ambao walikuwa wanakuja nikiwa sehemu yao kama ni ya matukio ya wizi. Sasa hivi kwa kuwa mwanga tumeshapata, maana yake itatusaidia sasa hivi. Mwanga huu ni kama ulinzi, kutusaidia kuepusha hao vibaka ambao walikuwa wanapatikana huko. Kwa hiyo tushukuru tu awamu ya 6 kwa kutuletea huduma ya umeme. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunamwahidi tuko naye na tutaendelea kuwa naye. Tunataraji sasa hivi kwa kuwa tulikuwa tumekosa kiwanda kwa mfano, watu tunayo mahindi ndani, kwa hiyo tulikuwa tunashindwa namna kwenda kupata huduma. Kwa sasa hivi matarajio yetu, maana umeme baada ya kufika sasa hivi tutapata mashine za kukoboa na kusaga, lakini pia mashine za kuchomelea na viwanda vingine vidogo ambavyo vinavyohusiana na shughuli zinazopatikana kwenye umeme. Kwa hiyo ni faida mojawapo ambazo sasa hivi kama vijana pamoja na watu wengine ambao walikuwa wanashindwa na kusita kuja kuendeleza mji, kujenga majumba kwa ajili ya kufuata umeme. Kwa hiyo hizo ndio fursa mojawapo ambazo sisi tunazitarajia kupata baada ya kutuletea huo umeme. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.